Watu wawili akiwemo mwalimu wa shule ya upili wamefariki baada ya kunywa pombe iliyotiwa sumu wilayani Keyo Kaskazini. Wengine watatu wanapata matibabu katika hospitali ya wilaya Iten, ilhali mmoja amekimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Kulingana na jamaa zao, watatu hao walikunywa pombe katika baa tofauti mjini Iten na kujipata katika hali mbaya. Maafisa wa afya wamethibitisha kuwa pombe hizo hazikuwa halali na zilikuwa zimeongezewa kemikali. Wengineko, maafisa wa polisi wa utawala wamenasa bangi yenye thamani ya shilingi milioni 1 mjini Kisii. Maafisa hao pia wanazuilia gari ambalo lilikuwa likitumika kwa kusafirisha bangi hiyo iliyonaswa katika barabara ya Kisii kuelekea Migori. Uchunguzi umebaini kuwa bangi hiyo ilikuwa ikisafirishwa kutoka nchini Tanzania na ilinuiwa kuletwa jijini Nairobi. Na viongozi kutoka maeneo ya Mandera wamewataka wakazi wa maeneo hayo kusitisha mapigano kati yao ambayo yalisababisha vifo vya watu 5 hapo jana. Viongozi hao waliozungumza na wanahabari hapa jijini wamesema kuwa mzozo unaendelea kati ya makabila ya Gari na Degodia sio wa kisiasa. And let us encourage them not to engage in any activity across the border which will of course attract retaliation by militias across. Aidha, wameitaka serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo. Wezi wa mifugo hapo jana walivamia makao ya wenyeji na kuua watu 5 kando na kuiba mifugo yao. Waliotekeleza uhalifu wametajwa kama watu wanaotoka katika kabila la Gare na wanaoishi mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Agnes Penda, KTN leo.